Saidie watu kupatana, kwa sababu kazi ya dini kupatanisha watu na Mungu, kupatanisha watu kati yao. Na mwisho wa siku hatuwezi kuishi bila kusameheana. Hili ni tofauti kabisa na mnaloliita ninyi si maridhiano. Hii ni kitu tofauti. Kusameheana na maridhiano vitu vili tofauti. Reconciliation na maridhiano vitu vili tofauti. Sisi hatugombani nani atawale. Sisi tunamtawala tayari, yupo rais, yuko anatawala. Sasa kama mnataka nyinyi kuanzisha utaratibu mwingine wa kutawala, hayo mambo yenu kwa wanasiasa mtajua huko. Lakini sisi tunataka wananchi kwa hili ovu lilofanyika ambalo tumelilani sisi kanisa Katoliki. Wakristo tumelilani, raia wengi wenye nia njema, mataifa ya nje yanayoheshimu haki za binadamu. Sababu Tanzania sio kisiwa baba. Tanzania ina heshima kubwa sana kwa Afrika kwa kueneza haki za binadamu. Haki za binadamu, na zilipovunjwa haki za binadamu tangu miaka ya 70, Tanzania ilikuwa inajiweka mstari wa mbele kabisa kulani uvunjaji wa haki za binadamu. Ililani ubaguzi wa rangi Afrika Kusini. Ukipewa mifano Tanzania ilivyosimama kidete ikasema sisi msipomuondoa serikali ya Afrika Kusini kwenye Umoja wa Nchi za Madola sisi hatutajiunga. Tunajiondoa. Kwa hiyo ilibidi, kwa sababu gani? Huyu analeta siasa za ubaguzi wa rangi na anawanyanyasa wasio weupe, wale wazungu walinyanyasika. Kwa hiyo ilibidi serikali ya Afrika mwaka 76 ilibidi serikali ya Afrika Kusini itoke kwenye miaka hiyo ya 70 ilibidi serikali itoke kwenye miaka ya 60 ilibidi serikali ya Afrika Kusini itoke kwenye kwenye Umoja wa Nchi za Madola. Lakini vile vile Tanzania iliweza kusababisha mchezo nchi 33 zisishiriki kwenye Olimpiki kwa sababu nchi ya New Zealand ilienda kucheza na South Africa. Wakasema hapana, hii nchi haipaswi kushirikishwa vitu hivi kwa sababu hao ni wabaguzi wa rangi na wanawatesa wa Afrika. Tanzania ikaungwa mkono na nchi 23 kwa sababu sisi tulikuwa na wakati wetu na Philbert Bayi, bingwa wa mbio na nini. Kwa hiyo Tanzania imesimamia sana haki za binadamu. Sasa kama alifanyika kwa kuhimiza haki za binadamu katika mataifa mengine, maaskofu wanasema haya pia yafanyike ndani ya nchi yetu. Sasa tuseme kwamba hiki kitu hakikuwa kizuri na tufike mahali, na wamejifunza, maaskofu wamejifunza kwenye nchi zingine, wameona nchi zingine zilitoka kwenye mkwamo kwa njia ya watu kukiri ukweli na kusameheana. Ndivyo watu walivyofanya. Lakini hawaweki serikali itumie utaratibu. Serikali yenyewe labda imeona utaratibu wa hizo tume unatosha, basi tunasubiri tuone matokeo yake. Lakini rais pia alitamka kwamba kilichotokea hakipaswi kutokea na hakipaswi kutokea tena. Alisema hayo, lakini bado hajasema samahani kwa niaba ya watendaji wake. Umesikia amesema samahani kwa yaliyotokea? Tumesikia rais amesema samahani kwa kukata mtandao wa internet, na mataifa wamefanya biashara wa mataifa mengine wakisema tunashukuru kwa kuomba msamaha. Tunashukuru sana Padri Kitima kwa haya. Na kwa sasa hivi kwa raia yoyote wa Tanzania utagundua kwamba kwa sasa hivi kuna utulivu fulani ambao tayari umerejea, na unaweza kuona hata ile purukushani za kwenye mitandao ya kijamii, utulivu ni mkubwa. Taswira ambayo baraza inaliona kwa taifa la Tanzania kwa sasa ni ipi? Baraza lenyewe linachukulia hali kama ilivyo, na maaskofu hawezi kuwa na mtazamo tofauti na wananchi, lakini ovu kama hili limefanyika lazima likemewe na lilaaniwe. Hili ni ovu. Tusitoke kwenye mstari wa uovu. Msipolikemea na kulilani litakuja kurudia. Unanielewa hilo baba? Litakuja kurudia. Na sio mara ya kwanza maaskofu kukemea kitu kama hiki. Bushiri aliua wamisionari mwaka 1887 Pugu. Walitoka mapadri wa Bagamoyo, wenyewe walikuwa Faransa. Hao wao walikuwa Wajerumani. Mapadri wa Faransa kama wawakilishi wa kanisa Katoliki mwaka 1887 wakaenda kuambia serikali ya Mjerumani, wanaenda kumwambia Bushiri, wale wa misionari waambia Bushiri, kwa nini umewaua hawa wa misionari wa Pugu? Bushiri, mtawala wa wenyeji wa pwani, akasema nimewaua hawa kwa sababu wanashirikiana na huyu aliyevamia nchi yetu. Nani huyu? Mjerumani. Lakini wale wako sawa na sisi. Sema mbona wanakaa pamoja? Kwa kanisa lianza kutetea na kulani mauaji leo. Limeanza siku nyingi. Imetokea vita vya Majimaji, hali wamisionari walikaa wakafanya kitu kama hicho. Yametokea mauaji Pemba mwaka 2001.
Maaskofu wamelaani, tena waliungana na BAKWATA na CCT, wakatoa andiko kabisa na wakapeleka tarehe 8 mwezi wa pili, wakakabidhi andiko serikalini. Na kulaani kwamba tunaomba haya yaliyosababisha hiki chama kingine ambacho kijarizika na wakaharibu, labda wakafanya hivi na wakaandamana au wakasijua kwa wanaenda wapi kufanya nini, wakauawa. Sasa tunaomba hiki kisirudie, ili kisirudie, tusiharibu nchi yetu kama kisiwa cha amani. Ndio waliotumia lugha hiyo kwenye barua ya maaskofu. Zipo hizo nyaraka. Hiyo mwaka 2001 Pemba, tarehe 8 mwezi wa pili, waliandamana tarehe 20 ngapi, 27 hivyo mwezi wa kwanza 2001. Kwa hivi maaskofu hajaanza kuongelea kitu leo. Sisi kama Wakristo tuna historia ya hayo mambo yametokea, na daima, na sio hapa tu, yanatokea sehemu mbalimbali na tunafanya, kwa sababu ni jukumu letu kuambia uovu huu haupaswi kufumbiwa macho, lazima ulaaniwe na ukataliwe na urekebishwe, na kwa sababu kuna watu wamejeruhiwa waponywe, na kwa sababu waliojeruhiwa ni Watanzania wote, tuponye Watanzania wote, tuponyane, na kwa sababu ni kosa tumelifanya Watanzania wote, basi tukiri tumekosa, tuombe hata Mungu msamaha aliyeumba hao watu tukawaua, tuombe msamaha. Kwa ni kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo hali ya kusema kuna utulivu, watu wanaweza kuwa na utulivu lakini watu wana hofu. Nadhani umeona vijana wanavyokuwa huko, nadhani umeona mahali fulani vijana wanauliza unaonaje, unaona vijana ambao kuna watu wanaweza kakawa na hofu, hawajiamini. Kuna dalili, walau una dalili za kuimprove. Kwa mfano watu walikuwa wanatekwa, wanauawa, walau sasa hivi unasikia watu wanakamatwa na wawekwa ndani, kwa kwamba wengine wanaonekana wanateswa sana, lakini walau ndugu zao wakienda mahabusu wanawakuta. Kwa tunaposema hiyo kuna improvement, hatujakataa. Sasa aliyekuwa anateka ni nani, hapo ndio utajiuliza sasa. Walau sasa hivi unasikia mtu amepotea lakini unaambiwa amekutwa yuko mahabusu. Lakini zamani anapotea umuone. Kuna watu umesikia wamepotea uonekana. Amepotea unakuta ameuawa, yuko amechomwa na tindikali. Na uza tindikali Tanzania maduka hatuyajui yako wapi. Sasa unaona vitu kama hivyo. Ni yapi ambayo unafikiri mpaka sasa hivi serikali inajitahidi kuyafanya katika hali ya kuhakikisha mambo yanakuwa kama vile ambavyo katika mazungumzano kama hayo waliofanya na maaskofu wetu? Ni hatua mojawapo ya kusikiliza wadau wengine katika ustawi wa nchi, wanaleta mawazo yao mbele ya serikali kuhusu huu mkwamo tulionao wa kimaisha ya kisiasa nchini. Hiyo ni maendeleo mazuri, kuwasikiliza, kuwapokea na kuwasikiliza. Ilikuwa na pia ukiwa na spika wa bunge la Tanzania tarehe za nyuma kidogo. Ajenda ilikuwa ni ipi? Ilikuwa ni makutano ya kiofisi ama ni ya kirafiki? Spika alikuja kutuona, kwa kweli lengo lao ni kuona kwamba tutokeje katika hali hii. Spika alikuwa na ujumbe, tutokeje. Na kwa sababu yeye ni mwakilishi wa muhimili mwingine, basi tulishirikishana kadiri ya muhimili wake kama baraza. Naomba maaskofu wamesimama hivi. Kwa taarifa yako tu kwamba maaskofu wetu wametuma timu kwenda kujifunza Kenya na kujifunza Afrika Kusini. Kwa hiyo tunajua wenzetu walifanyaje, ndio akamshirikisha, labda tungeweza kutoka tukifanya 1, 2, 3 katika hali hii. Na spika alitoa ushauri mzuri sana, sema waambie maaskofu ofisi yangu iko wazi, mapendekezo yao yoyote tunawakaribisha na hivi na vile. Na alitoa matumaini makubwa kwa maaskofu. Kwa kweli spika alitoa matumaini, lakini kwa sababu ilikuwa mazungumzo ya yeye na maaskofu kwa yote aliyekuepo ofisini, kwa ni vizuri tu kuona kwamba mazungumzo yalikuwa mazuri na ni mwelekeo katika kuona kwamba tunazingatia pia vigezo vya kimataifa katika kutoka katika hali kama hii. Kwa maana hiyo itakuwa sikosei nikisema kwamba serikali inafanya jitihada kubwa za kushirikiana na baraza la maaskofu kuhakikisha kwamba wanatafuta njia ya kutoka katika mkwamo. Ni wazi serikali inatukaribisha sisi nyakati zote, kiacha ile ya spika, zote zingine tumeenda sisi, tumeomba sisi kukutana nao, tumeongea sisi. Kwa mara ya kwanza spika tu ndio alikuja kutuona, na mawaziri kadhaa walikuja. Ofisi ya waziri mkuu pia ilituma waziri mmoja akaja, lakini tukasisitiza msimamo uko hapa. Maaskofu wameshatoa msimamo ni hapa, tuwezi kutoka pale. Tumeingia na ofisi nyingine. Maaskofu wamejitahidi kuona hizo, lakini hatuwezi kutatua tatizo kwa maaskofu kuongea na serikali. Ni wananchi kutendewa haki zao. Unajua haki za binadamu baba zinadili na utu wa mtu. Na imani ya Mtanzania iko kuona mwananchi yeyote, hata yule wa ngazi ya chini kabisa,
anaheshimika kwa utu wake kutendewa haki zake. Sasa maaskofu hawezi kusema wananchi usione kwamba maaskofu wameongea na serikali kwa hiyo yaishi. No, aliyeumizwa na aliyeteswa, mayatima huko Bungo, wapi wale watoto wameuawa ambao hawana mtetezi. Kwa hiyo sisi tukae tukimya tuseme tumeyamaliza wewe ishi. Sisi sio wabeba uhai wa watu. Ili ni tatizo ambalo ni tatizo kubwa. Pamoja kwamba watu wanaweza kalifanya liwe tatizo dogo, lakini kadiri unavyopuuza Mungu unajitakia madhara makubwa mbeleni. Kwa kuhitimisha safari hii, baba, ni upi wito wako sasa, kwanza kwa serikali na wananchi pia? Kwa wananchi, washikamane na serikali wakiongozwa na ukweli, na serikali ijali sauti na vilio vya wananchi. Ni wazi tunaona wapambe wa kwenye mitandao na nini ambao vile vile tusipoangalia wanaweza kavuruga zaidi utamaduni wa kuwa watu wa kweli. Kwa sababu uongo mwingi unapita kwenye mitandao na nini, na tunajiuliza anayevigharimia hivyo ni nani. Sasa unaona kuna vikundi, unaona kama vimepangwa. Kuna vikundi vimepangwa kushambulia huyu kwenye na mitandao sasa hivi ina nguvu sana, ambayo katika lile azimio la 2023 la Baraza la Usalama wa Mataifa, Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, walisema haya mambo yanovuruga ukweli katika dunia yanasababisha vile vile dunia kutokuwa kwenye amani. Unaona mtu anaanzisha vikosi vyake vinaitwa si vikosi gani, anaachwa tu. Mtu anaita kikosi si kikosi gani. Nchi tunajua sisi tuna vikosi vya kuleta ulinzi na usalama, tuna vyombo maalum, tuna jeshi la wananchi ambalo linaangalia mambo mapana zaidi, lakini haya yanayoshughulika mambo hayo watu, tuna polisi, afu tuna vyombo vingine vya usalama vinavyofanya kazi kwa taratibu zake ambazo wananchi wanafahamu. Sasa mtu mmoja anaamka tu, uone akikemewa, uone kifo. Mwingine anaamua yeye kumtukana fulani tu. Mwingine anaamua yeye kutukana watu tu na anaachwa. Sasa na anafahamika ni fulani. Na wanaachwa tu. Na wengine wanashambulia. Sasa unajiuliza, hii unashambulia serikali au unashambulia chama au unashambulia watu? Sio utamaduni wa Mtanzania. Watanzania tulikuwa tunaishi katika kupenda ukweli. Na ukiwa kiongozi ukumbuke, ukiwa kiongozi wa dini, kiongozi wa serikali, lazima ukubali kuwasikiliza wananchi. Wananchi wanachosema kizuri, kitamu kusikiliza, kichungu kusikiliza, lazima usikilize. Na huo ndio uwajibikaji. Ibara ya 8 nasema utawala wa nchi uko chini ya wananchi. Utawala wa nchi uko chini ya wananchi, na wananchi ndio wenye mamlaka ya kutawala nchi yao. Wewe wamekupa tu dhamana, lazima wasikilize, uwaheshimu. Mamlaka yote yako kwao. Sasa unapoyapora yale mamlaka kuwafanyia chochote unachotaka, kwa kweli inakuwa ni kukosea utu wa Mtanzania na kukosea ubinadamu. Si nchi yetu ina historia yake nzuri, na hiyo historia nzuri ya kuheshimu serikali, kufanya kazi na serikali, hilo ndio ambalo tunaomba wananchi vile vile, tukiongozwa na katiba, haki za binadamu. Kuna vigezo vya kimataifa ya namna kujitawala. Kuna vigezo vya kimataifa namna kujitawala. Hata tukisema tujitoe siju kwenye umoja, kutokubanwa na haki za mkataba wa haki za binadamu wa Afrika, au hata hizo Umoja wa Mataifa tuzitaki, si tunajiondoa au tunatoka, sawa mkijitoa, lakini ubinadamu uko pale pale. Tanzania sio kisiwa, tutahitaji kushikamana na mataifa mengine, lakini kuna vitu tukitoa tunajizalilisha kimataifa. Tanzania ina heshima kubwa. Ni swala la kufanya, ndio maana watu wanaita ni kufanya mapatano kati yetu, kuombana msamaha, fanya mapatano, maisha yaendelee. Na wakifanya hivi nchi itaenda. Nchi itaenda. Afrika Kusini walipofika kipindi kile, walisema tukubaliane ukweli. Afrika Kusini walichofanya, wakakubaliana, kila mtu akakiri ukweli kwa upande wake, sisi tufanye maovu haya na sisi tufanye maovu haya, tusameheane, wakasameheana. Tuanze kujenga nchi mpya. Tusirudie yale leo tugombanisha. Wakatengeneza utaratibu wao. Hata wakupelekana hata mahakamani. Hakupelekana hata wakati ilikuwa ni Nuremberg, sasa hivi ni Hague. Hakupelekana hata huko. Yakaisha. Ni kweli kuna vitu vingine vitaendelea kurekebishwa taratibu, lakini waliishia pale. Hukuuliza mtu aliyeua wale mauaji ya Sharpeville alikuwa nani? Tunaomba wawekwe ndani. Walisema yaishe, yakaisha. Lakini walisameheana. Kwanza walikiri ukweli, wakasameheana. Kwa ndivyo walivyofanya wenzetu Afrika Kusini. Sasa sisi ni kisiwa, yamefanywa haya, tukiri tu mambo yaende.
Lakini tuwe na imani kwamba Watanzania ni waelewa na serikali iwaamini na kuelewa Watanzania. Watanzania ni watu waelewa, ni watu wavumilivu, hawajazoea kufanya vurugu kwa kutumia silaha. Hata wale waandamanaji mwasemeje, sikuona mwandamanaji aliyekamatwa na polisi waliwaweka ndani sijui 100,000 ngapi sijui. Sikuona watu kusikia wamemkamata mmoja mwandamanaji alikuwa na silaha. Labda hawakutuambia, lakini walau wangekuwa na silaha tungeambiwa. Lakini wale wamebeba silaha tu kuona hata mmoja aliwekwa ndani. Kwa hiyo wenyewe hawakukosa. Kwa hivi ni vizuri pia kukubali kwamba kwa hali tuliopo sasa hivi, ili tuweze kutoka kwenye hali hii, Watanzania tukiri kweli, tuombane msamaha, tujenge nchi yetu, turekebishe yaliyotufanya tukakosea.